Pata swali kutoka kwa mdau mmoja. Yeye anauliza ni kwa nini sasa hivi magonjwa ya wakina mama haswa PID yamekuwa mengi sana sasa hivi. Yaani tatizo la PID sasa hivi limekuwa ni tatizo kubwa. Wanawake wengi wana shida ya PID. Ni mtego gani wanaouingia ambao hawaujui wanawake inaosababishia matatizo haya ya PID? Naam, asante ndugu yangu kwa swali lako. Mambo ni mengi sana kwa sasa yanayosababisha matatizo ya PID, ikiwemo na matatizo ya UTI. UTI, urinary tract infection. Ni maambukizi ya bakteria katika njia ya mkojo. Hayo pia yanasababisha kwa kiwango kikubwa kwa sasa kuchagiza tatizo la PID kwa wanawake. UTI sasa hivi zimekuwa nyingi sana kwa vitendo vya ngono, watu kushare vyoo vinakuwa vichafu hivi, public toilet, na vitu kadha wa kadha zinazopelekea maambukizi haya ya njia ya mkojo. Kwa mwanamke anapokuwa na maambukizi ya njia ya mkojo, basi ni rahisi kupata PID. Hiyo ni moja kati ya sababu kubwa sana leo wanawake kuwa na tatizo la PID. Mwanamke akiwa na UTI, ujue PID iko karibu sana kwake, kwa sababu maambukizi ya bakteria ndio yale yale. PID ni maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi. UTI ni maambukizi ya bakteria katika njia ya mkojo. Lakini mfumo huu wa system, mfumo wa mkojo na mfumo wa njia ya uzazi kwa mwanamke upo jirani sana. Kwa hivyo na ndio maana anapopata maambukizi ya UTI, mwanamke yuko jirani kupata maambukizi ya PID. Kwa nini? Kwa sababu mkojo njia unayopita, maana yake unakutana na viungo vya uzazi vya mwanamke. Maana yake kama vile vagina, maana yake unatokea hapo. Kwa hivyo hapo ndipo mwanamke anapoambukiza ule mfumo wa uzazi kutoka UTI na kuwa PID. Kwa sasa hivi haya matatizo yamekuwa mengi, lakini kushare vyoo, usafi na vitu kadha wa kadha naweza kuambukiza njia ya mkojo. Lakini ngono ile isiyokuwa salama pia inasababisha tatizo la UTI, ambao pia akipata UTI anapata PID. Lakini sababu nyingine ni kitendo cha kukutana na mwanamke akiwa hajamaliza vizuri period. Yaani ameingia kwenye hedhi, alafu hedhi haijaisha vizuri sawa sawa, akakutana na mwanaume. Ile damu inakuwa bado ipo kwenye kuta za vagina pamoja na viungo vingine vya uzazi. Kwa hiyo mwanaume anaposukuma ile damu, kisha akafika mshindo, akamwaga sperm zake zikachanganyika na ile damu, maana yake ile damu inatengeneza bakteria. Kwa zile sperm zitakazoingia katika mwili wa mwanamke zitakuwa zina bakteria, kwa sababu zina damu ambayo kimsingi haikutakiwa kuwepo katika mwili wa mwanamke. Sasa sperm zimechanganyika na hiyo damu, kwa zinarudi zikiwa na bakteria. Hapo ndipo mwanamke anapopata tatizo la PID. Na hii imekuwa kwa wanawake wengi wako hivyo, labda kwa sababu ya mtindo wa maisha. Watu wanakuwa wanategemea miili yao kwa ajili ya kuendesha maisha. Kwa hivyo mtu asubiri mpaka akauke vizuri anapomaliza period, au mwingine anakuwa na haraka tu, kwa sababu mwanamke anapomaliza period wakati mwingine ile hamu ya tendo la ngono inakuwa iko juu sana. Kwa hiyo anashindwa kuvumilia na hatimaye anajikuta anaingia kabla bado. Akijiangalia kwa macho anaona kama amekauka, yuko vizuri, kumbe bado hayuko vizuri, hajakauka. Kwa hiyo anachanganya, anaenda anapata hilo tatizo la PID. Hayo ni matatizo yanayosumbua sana kwa sasa na yamekuwa mengi. Kwa hiyo huo ndio mtego ambao wanawake wanauingia. Sehemu ya kwanza ni UTI, na UTI ni kutumia vyoo na vitu vingine vya kushare. UTI ni ugonjwa wa kuambukiza, vitu vingine vya kushare. Mtego wa kwanza huo. Wakiruka mtego huo, akawa yuko smart katika maeneo hayo, anakutana na mtego wa kuwa na haraka wa tendo la mapenzi. Kwa anaingiliwa akiwa bado hajakauka vizuri, sperm zinachanganyika na damu, zinakwenda zinatengeneza infection, na hatimaye hapo ndipo anapoanza kupata hilo tatizo la PID, yani maambukizi ya bakteria katika via vyote vya uzazi. Kwa hivyo huo ndio mtego ambao wanawake wanauingia. Asante kwa swali lako mdau. Kama una swali lingine lolote unaweza kutuandikia hapo chini kwenye comment na sisi tutaliona.
usisahau mdau wetu kufollow akaunti zetu ili uwe wa kwanza kuona video zetu, lakini usiache kusubscribe channel yetu YouTube Kimimbi TV ili uwe wa kwanza kuona video zote tunazoposti huko, masomo pamoja na mada mbalimbali. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili, kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kliniki kwetu, karibu.